Maina Njenga aahidi kupanga mkutano mwingine akisaidiana na Uhuru Kenyatta. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Bwana Maina Njenga amesisitiza kwamba harakati za kuandaa mkutano mkubwa wa viongozi wa Mlima Kenya wakiongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta bado zingalipo. Hii ni licha ya mkutano aliokuwa umepanga mnamo Desemba 31 mwaka 2023 katika uwanja wa Kibiru Ini ndani ya kaunti ya Nyeri kutibuliwa na serikali na washirika wa Bwana Kenyatta kumtaka akome kutumia jina la rais huyo mstaafu. Uhuru atahudhuria kama kiongozi wa Mlima Kenya na atakuja kutupa mawaidha na maono ya kuelekea mbele katika mustakabali wa jamii na kisiasa, akasema Jumatatu alipotoa taarifa kuhusu sokomoko la Kabiru Ini. Bwana Njenga alikuwa ameupigia debe mkutano huo kama uliokuwa wake wa kukabidhiwa majukumu ya kuwa msemaji wa jamii ya Mlima Kenya na Bwana Kenyatta, na hatimaye atoe hotuba yake ya kukubali na pia viongozi wengine wa hotubo. Serikali kupitia kamishna wa kaunti ya Nyeri Bwana Peter Murugo alisema kwamba mkutano huo ulikuwa wa kufufua kundi haramu la Mungiki na ndipo serikali ikaupiga marufuku. Aidha, Bwana Njenga amemtahadharisha naibu wa rais Rigathi Gachagua dhidi ya mtindo wa vitengo vya kiusalama kukandamiza vijana wa Mlima Kenya kwa kuwahusisha na kundi haramu la Mungiki. Bwana Njenga alisisitiza kwamba hajaenda mafichoni kama ilivyokuwa ikienezwa kutokana na mkutano huo wake kuishia kuwa misako mikali katika kaunti ya Nyeri, Murang'a, Nyandarua, Laikipia, Kirinyaga, Nairobi, Nakuru, Machakos na Kajiado. Ripoti ya polisi kuhusu misako hiyo ya Januari 1 ilionyesha kwamba jumla ya vijana 704 walinaswa huku 250 wakiwa wa Nyeri. Bwana Njenga hakuonekana katika eneo la Nyeri licha ya msako mkali kuandaliwa katika barabara zote za kuingia katika kaunti hiyo, sasa akisema kwamba hata hakukuwa na mkutano kwa kuwa ulikuwa umeahirishwa. Nilipata kumtafuta Bwana Kenyatta na viongozi wengine wa nchi na tukakubaliana kwamba mkutano huo wa Nyeri kwanza tuachane nao, lakini kwa kuwa hatukuwa na nia ya kuwaacha wafuasi wetu kwa mataa, ikizingatiwa tulikuwa tumeandaa mkutano huo kwa muda, tukaamua tujipange tena polepole, akasema. Tayari wandani wa Uhuru wakiwemo aliyekuwa mbunge wa Ndaragwa Bwana Jeremiah Kioni na mwanablog Pauline Njoroge wamemwonya Njenga dhidi ya kutumia jina la rais huyo mstaafu katika hotuba na mikutano yake, wakisema kwamba anajua kujieleza kila wakati akiwa na swala la kuambia Wakenya. Alisema hakuwa amechapisha tangazo rasmi la kuwaita vijana wajitokeze Kabiru Ini wala kutumia ilani kwa maafisa wa polisi kama ilivyosema sheria. Mtazamaji wangu, sasa Maina Njenga ameendelea kushikilia kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta atakuwa katika mkutano wake ambao utaandaliwa mapema mwaka huu. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na swala hili nzima ambalo linazidi kusaka katika mitandao ya kijamii. Hii ni Iran Media.